Karibu katika mwendelezo wa sehemu pili. Hii ni Simulizi TZ. Karibu katika simulizi hii ya nguvu iliyojaa utamu wa kila namna na kusisimua. Langu jina ni Mr. A Romantiki kutoka hapa Simulizi TZ. Tafadhali ndugu msikilizaji, usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa miongoni mwa wanafamilia wa Simulizi TZ, kisha upate kuwa wa kwanza vipindi na simulizi zetu mbalimbali zitakazorushwa kutoka hapa Simulizi TZ. Na hii ni sehemu ya pili. Sasa tuangalie pale tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Baada ya Kelvin kuingia chumbani mwake akiwa na mawazo mazito, hakujua ni kwa nini Ana alimvutia kwa namna hiyo, lakini jambo moja alikuwa na uhakika nalo, tena hakuwa na uwezo wa kujizuia katika hisia nzito zilizoweza kugusa ndani ya moyo wake, kwani kila alipojaribu kutaka kumpotezea, lakini akilini mwake alinasa Ana, binti mrembo aliyeingia katika himaya yake bila kutegemea. Sasa tusonge mbele katika mwendelezo wa sehemu ya pili. Kelvin alilala akiwa na mawazo mazito. Picha ya Ana ilizidi kumtesa kichwani mwake. Kulikuwa na kitu cha kipekee juu ya msichana huyo, kitu ambacho hakikuweza kufutika akilini mwake tena hata kidogo. Alijihisi kama moyo wake unavutiwa na nguvu isiyoweza kuelezeka. Asubuhi ilipofika, Kelvin alijikuta akitamani kumuona Ana tena mara moja na kwa haraka zaidi. Alipoamka, alikoga haraka na kutoka nje ya chumba chake. Alipita sebuleni na kuingia jikoni. Macho yake yalimkuta Ana akiwa amesimama pale akitengeneza chai kwa utaratibu wa kike tena wa kupendeza. Ana alikuwa amevaa gauni nyepesi lililoishia juu ya magoti yake, likimkaa vizuri na kumfanya aonekane wa kupendeza zaidi na zaidi. Nywele zake zilikuwa zimefungwa nyuma kwa mtindo wa kawaida, lakini hata hivyo mvuto wake haukupungua tena hata kidogo. Kelvin alisimama na kumtazama kwa muda. Ana alikuwa bize na kazi yake. Hajagundua wala kufahamu kuwa Kelvin alikuwa akimtazama. Habari ya asubuhi, Kelvin aliita kwa sauti nyororo. Ana alishtuka kidogo, kisha akainua macho yake na kumtazama Kelvin kwa tabasamu la aibu. Habari ya asubuhi bosi. Sijui umemkaje, alijibu kwa sauti laini. Kelvin alitabasamu. Usiniite bosi tafadhali. Tafadhali sana. Usiniite bosi. Niite Kelvin tu, na kuhakikishia inatosha. Ana alitikisa kichwa chake kwa kuelewa. Sawa nimekuelewa Mr. Kelvin. Basi kulikuwa na ukimya mfupi kati yao. Kelvin alichukua kikombe cha chai tena na kunywa taratibu, huku akiendelea kumtazama Bi Ana aliyekuwa akivutia mno. Hakika Kelvin alivutiwa sana na jinsi alivyokuwa na nidhamu pamoja na heshima ya Ana. Unaonekana kama mtu unayejitahidi sana katika kazi zako, Kelvin alisema huku akiweka kikombe chake mezani. Ana alitabasamu kwa aibu. Nimepitia maisha magumu tena sana, ndiyo maana napenda kufanya kazi kwa bidii. Kelvin alihisi maumivu fulani moyoni mwake. Alitamani kumjua zaidi Bi Ana,
kujua historia yake, kujua kila kitu kuhusu maisha yake. Muda ulivyozidi kwenda, uhusiano kati ya Kelvin na Anna ulianza kuwa wa karibu zaidi na zaidi. Anna alijikuta akimpenda sana Kelvin, tena alikuwa akimpenda kimya kimya, huku Kelvin naye akizidi kuvutwa kwake bila hata kuelewa ni kwa nini moyo wake ulikuwa dhaifu sana mbele ya msichana huyo aliyekuwa akiitwa Anna. Siku moja jioni, Kelvin alirudi nyumbani mapema zaidi ya kawaida. Aliingia ndani na kumkuta Anna akiwa peke yake sebuleni, akiwa amevalia dela jepesi la rangi ya bluu lililokuwa limegandia mwilini mwake. Mwanga hafifu wa taa za sebuleni ulimfanya aonekane wa kuvutia mno. Kelvin alisimama mlangoni akimtazama kwa macho yaliyojaa tamaa ya kimapenzi. Hakujua ni kwa nini, lakini siku hiyo alihisi hamu kubwa ya kuwa karibu, tena karibu naye zaidi ya kawaida. "Upo peke yako?" Kelvin aliuliza kwa sauti nzito. Anna alimwangalia kisha akatabasamu. "Mama yupo chumbani kwake na wafanyakazi wengine wameenda sokoni." Kelvin alisogea taratibu na kukaa karibu naye. Walitazamana kwa muda mrefu kidogo, macho yao yakizungumza lugha ambayo vinywa vyao vilishindwa kuelezea. "Anna," Kelvin aliita kwa sauti ya upole. "Naam," Anna aliitikia, huku moyo wake ukianza kupiga kwa kasi kubwa. Kelvin alisogea karibu zaidi, akihisi harufu ya mwili wa Anna iliyomchanganya kabisa. Mkono wake mmoja uligusa kidevu cha Anna, tena na kumsogeza kwa karibu zaidi. Macho yao yalikutana, joto la miili yao likianza kupanda. Anna alijikuta akifumba macho yake taratibu, huku akiweweseka kana kwamba alikuwa tayari kwa chochote. Kelvin hakujizuia tena, kwani kila hatua aliyokuwa akijaribu kutaka kufanya kwa Anna alionekana kuwa tayari, tena kuwa tayari kabisa. Ndipo Kelvin alimvuta Anna karibu zaidi na kumbusu kwa utulivu laini, lakini kwa hisia nzito. Walibadilishana mate, tena kwa mahaba mazito, huku kila mmoja wao akionekana kuwa na hamu kubwa kwa mwenza wake. Kwa kushikana, ukizingatia ilikuwa ni busu la kwanza kati yao, busu lililobeba nguvu ya mvuto mkubwa baina yao. Anna alitetemeka mwili mzima. Hakuwahi kuhisi kitu kama hicho kabla. Mikono yake ilimkumbatia Kelvin kwa upole, hisia zikizidi kupanda juu zaidi ya juu. Kelvin alizidi kutazama ndani ya ulimwengu wa mahaba, mikono yake ikianza kuzunguka taratibu kwenye mwili wa Anna kwa kumshikashika. Kuanzia kifuani kwake kulikokuwa na ziwa konzi lililochuchumia kama sukuna ya mlokole miguuni, na kelele za mahaba zilianza kusikika kutoka kwa mlembo Anna aliyemchanganya mtoto wa kitajiri. Anna alikuwa akihisi joto lisilo la kawaida, tena joto lake likizidi kuongezeka. Anna aligundua kuwa amejikuta kwenye hali ambayo hakuwahi kufikiria. Moyo wake ulikuwa unampiga kwa kasi, damu yake ilichemka kwa msisimko wa hisia kali ambazo hakuwahi kuzihisi kwa mwanaume yeyote yule tangu kuzaliwa kwake. Kwani ingawa Kelvin alikuwa wakishua, lakini kwenye swala la mapenzi alikuwa romantiki mno, hususa pale alipokuwa akipenda kushuka na ulimi kuanzia shingoni, tena taratibu na kwa ustadi mkubwa
tena ustadi wa ajabu mpaka kitovuni mwa Ana, kulikomfanya Ana azidi kutoa miguno juu ya miguno. Kelvin, jamani, Ana aliita kwa sauti ya mahaba. Lakini kabla hajamaliza kusema, Kelvin alimnyamazisha kwa busu lingine la moto na kuendelea kumpa raha isiyo ya kawaida. Alijitahidi sana katika kumwandaa kiasi kwamba Ana alijihisi kuchanganyikiwa kwa utamu, mpaka akaanza kuomba mwenyewe mashine mwingie. Na hapo Kelvin hakuwa na iana. Baada ya kuona mtoto analilia wembe, basi alianza kumpelekea moto, tena kwa taratibu. Aliingia na kutoka, aliingia na kutoka, kitu kilichomfanya azidi kumkumbatia na kuhitaji aendelee, huku akisema, thank you baby, thank you, asante. Kabla Kelvin hajafika mbali, Ana akafika mlima wa Kilimanjaro. Tena alipanda moja kwa moja juu, na huko chini alimwaga barafu zilizovuja barabara na kumwaga maji mengi katika kitanda kile. Tena ilikuwa vyema, na ndipo akajitupa kitandani huku akisema, asante mpenzi, penzi ulilonipa sijawahi kupata. Hakika umenipa na nimelizika. Usiku wao ulikuwa umejaa mahaba, tena mahaba mazito, tena mahaba ambayo hayawezi kuelezeka. Usiku ambao ulibadilisha maisha yao ya milele. Hawakujua kuwa walikuwa wanacheza na hatima yao, hatima ambayo siku moja ingewatikisa hadi msingi wa maisha yao ungeyumba. Ni fupi lakini tamu simulizi hii. Nilifanya mapenzi na pacha mwenzangu bila kuelewa. Hapo ndipo mwisho wa sehemu ya pili. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa Simulizi TZ. Asante na kwaheri. Bye bye.